Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Taarifa inayosema kuwa Marekani na China zimekubaliana kuwa mlango wa Hormuz utabaki kuwa wazi, na taarifa ambayo inasema kuwa Marekani na Uchina wamekubaliana kuwa Irani hatomiliki nyuklia. Na kuna watu wameisha chukua tafsiri tofauti kabisa na wamekwenda China tayari kaanza kuwasaliti hawa huko. No, labda itakuwa tu ni nadharia ya tafsiri ambayo wewe umeamua kuipeleka kwa wakati huu. Nitakufafanulia jambo moja baada ya jingine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye amekwenda China kwa kubadilishwa jina kidogo, kwa sababu huyo alikuwa na vikwazo, alikuwa amezuiliwa kuingia China miaka ya nyuma, alikuwa hawezi kuingia. Sasa watu wamehoji ameingiaje, aliyekuwa Uchina walizuia kabisa, hawataki kumuona. Anasema jina lake la awali lilichezeshwa kwenye njia ili sisome kuwa ni Rubio yule aliyewekewa sanction na China, lakini akaenda kwa jina jingine kabisa. Amewasili. Anasema kuwa Marekani haiendi kuiomba China wala haitegemei China kwa ajili ya swala la Irani. Kwa nini wanarudia? Kwa nini wanaimba sana huu wimbo kuwa wao hawatohusika na hili, au wao hawaendi, au hawaombi, hawafanya nini? Hujiulizi kwa nini wanarudia hii kauli? Kwa sababu imezungumzwa mara kadhaa na Donald Trump. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu vyombo vya habari vingi duniani vinaizungumza. Vyombo vya habari karibu vyote duniani vikubwa vinazungumza kuwa hakuna chaguo lolote la Marekani kwenye mgogoro huu, ni lazima aende kuomba msaada kwa China. Sasa ni wakati wa Marekani kujaribu kukanusha hili kwa kujaribu kuvijibu vyombo vya habari vyote duniani na maoni ya umma ambayo yanaakisi kuwa Marekani ameenda kuomba msaada kwa China kwa ajili ya kulimaliza suala la Irani. Kila jambo lina maamuzi yake na tafsiri yake na uelewa wake. Mfano, Marekani mara kadhaa wamesimama na kutangaza ushindi kamili kwenye vita ya Irani. Hayo ni mawazo yao na maoni yao kuwa ushindi kamili. Tumemaliza Irani, hawana jeshi, hawana lolote. Hawana jeshi la anga, hawana chochote. Niliona jana wakati Lindsey Graham, wakati wanamhoji senator, maseneta wanamhoji Peter Hegseth juzi, alishutumu akawaambia kuwa kwa nini Pakistani wameruhusu Irani iende kupeleka ndege zake za kijeshi huko. Kwa nini? Na akasema sisi hatuiamini Pakistani. Kwa nini hili limetokea kuwa wanaenda kuficha asset za kijeshi kule? Nilikuwa nikijaribu kupitia zile comment chini, nikacheka mtu mmoja akauliza yani ndege gani za kijeshi ambazo ziko zimeenda kupaki Pakistani, kwa sababu kwa mujibu wa serikali yako na Donald Trump kuwa walituambia kuwa Pakistani hawana jeshi la anga. Sasa hizo ndege zilizoenda kupakiwa Pakistani kutoka Irani ni ndege gani? Zimetoka wapi? Mbona mnatudanganya? Sasa mlichotuambia kuwa hawana, halafu yani ni ile nadharia kuwa tulishaangamiza nyuklia zao halafu tunaomba watukabidhi nyuklia zao. Bado ni nadharia ile inasoma kuwa unapozungumza ujue mbele utakuja kuzungumza nini. Kuwa umeshatuambia kuwa umeangamiza uwezo wao wa nyuklia, lakini unawaita kwenye meza mazungumzo kuwa ni lazima wasalimishe nyuklia zao. Nyuklia ulizoziangamiza zipi na wanaotaka wasalimishe ni zipi ambazo unataka kwenye makubaliano? Sasa nitaeleza hizo vitu. Taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari kadhaa leo inataja kuwa kumekuwa na zaidi ya meli 30 ambazo zilivuka mlango wa Hormuz kuanzia Jumatano mpaka leo, yani ndani ya saa 24 mpaka 48 zilizopita. Takriban meli 30 tofauti zikiwemo za India, zikiwemo za Uchina zimevuka katika utaratibu ambao umepangwa na Irani. Hiyo taarifa inasema hiyo kuwa umeratibiwa na Irani. Meli zaidi ya 30 zimevuka kwenye mfereji wa Hormuz. Sasa hiyo nadharia inasoma hivyo, lakini kumetokea shambulizi ambalo lilielekezwa kwa meli ya India iliyokuwa imepaki ilikuwa karibu na
eneo la Omani imeshambuliwa. Sailors wote wameokolewa na hakuna majeruhi kwa taarifa inayotoka. Lakini taarifa nyingine inasema kuwa meli kutoka ufuatiliaji wa meli inasema kuwa meli nyingine imechukuliwa na Irani kutoka kwenye pwani ya Fujairah. Sio, unaelewa? Kutoka kwenye pwani ya Fujairah imekuwa ikielekezwa kuelekea Irani. Hii meli inakumbwa na kadhia hii kwa sababu tu ya utaratibu mpya wa utumiaji wa maji. Niliwaambia mara mbili kuwa Irani imefanya marekebisho ya mchoro wa Hormuz. Tarehe 4 Mei walichora mchoro wao, wakaja juzi wamerekebisha mchoro wao upande wa pili ambao umeingia kabisa maeneo mawili. Sasa eneo la Fujairah na eneo la Quwain, haya ni maeneo ambayo yameingia moja kwa moja, na Irani wakatoa tangazo kuwa watakuwa wakizifuatilia meli zote katika eneo hilo mpaka upande wa UAE. Hapo ndio wanakupa alert na kukuambia kuwa ukubwa wao ukoje, kwa sababu wamevuka kutoka kwao, wameenda kuichukua meli, yani wamekwenda kuichukulia meli kwenye maji ya UAE. Hii huwezi utajua mwenyewe ni kipimo cha nini, ni udogo, ukubwa, ufanye nini. Wameenda kuichukulia kwenye maji ya UAE. Wiki jana wamechukua meli nyingine kwenye maji ya Omani, wakairudisha kwao upande wa pili. Sasa hiki ni kipimo ambacho unaweza kukikadiria mwenyewe tu ukasema kuwa hiki ni kipimo cha nini. Hiki ni kipimo cha nini? Sasa Marco Rubio anachokisema kuwa wao hawaendi kusuluhishwa wala hawaendi kuomba usaidizi wa China. Nimesema ni nadharia ambayo unayotaka kuiamini, amini mwenyewe unavyotaka kuamini kuwa hii ni kweli au sio kweli. Kwa sababu nimechukulia nadharia moja nikakwambia kuwa ni kama vile Marekani anavyotangaza tu ushindi kamili. Hauwezi ukawalazimisha watu waamini kuwa kweli huu ni ushindi kamili, hali ya kuwa vyombo vya habari vinavyoandika au vinazungumza tofauti na kile ambacho unakisema wewe. Kwa sababu wewe unaposema kuwa Marekani anaposema kuwa tumewashinda, jeshi lao halipo na kila kitu, vyombo vya habari haviripoti hivyo. Vitanukuu ulichokisema alafu vitatoa tathmini kuwa tathmini iliyopo kuwa Marekani bado haijatimiza malengo yake na haijafanikisha lolote kwa sababu Irani bado wanamiliki kila kitu kilichopo, na ndio tathmini wanayokuja kukuletea. Yani kuwa hii ndio tathmini ambayo tunakuja kukuletea mwishoni. Sasa swala la kuwa wewe unakwenda kuomba msaada ni juu yako kusema kuwa tunakwenda kuomba msaada wa China ili tusuluhishwe. Lakini swala la kulazimisha wengine waamini unachokisema sio lako, halikuhusu. Ni imani ya wenyewe sasa kuamini kuwa ni kweli au si kweli, au anatudanganya au hatudanganyi. Hiyo ni swala la nchi au watu wenyewe kuamini kuwa kile wanachokisema. Kwa hiyo wimbo wa Marekani wa kulazimisha kuwa nchi ziamini kuwa Marekani si kweli amefuata msaada wa China, hiyo ni yake. Lakini dunia inafahamu fika kuwa maji yakoje, yamefikia kiwango gani, na hali likoje, imefikia kiwango gani, na nani anaweza akalitatua hili swala katika kiwango gani. Nadhani imebaki tu kuwa ni vile vile kuwa hali iko hivyo. Nadhani nimeelezea mchana kwa kina kiasi kuhusu hili swala. Kuhusu hili swala la India, la China, Marekani na wengine, kuwa kwenye turufu gani ambayo China amekaa kuweza kulina nini. Kuwa China amefatwa hali ya kuwa amekunja miguu, na China hana wala hahitaji makubaliano ya aina yoyote na Marekani hivi sasa, isipokuwa kwa sababu Marekani ana uhitaji, ndio yeye anayepeleka hizo ofa. Unajua, nadharia inasema hivi: ikiwa unauza kitu au uko kwenye biashara yoyote, ikiwa wewe utatangaza kuwa nauza hicho kitu, nauza nyumba, nauza gari, nauza lolote, basi fahamu kuwa hutoipata bei ambayo ulikuwa unatamani kuuzia. Yani wanasema ni tofauti na mtu ambaye amekuja, mtu akwambia iseni uzie hii gari. Hapo utajipangia bei kwa sababu kwanza sikuwa na shida au dharura ya kuuza. Hapo naweza nikapanga kitu ambacho naona kuwa basi tupange kwenye hii style, kiasi fulani utanipa ntanani. Lakini pale unapoweka na matangazo na madalali kuwa unauza, manake pale utakuja kupatana. Still unauza kwa sababu una shida au una tatizo. Kwa hiyo huwezi kupata. Sana nadharia iko hivyo tu kuwa nani anatoa nini kwa wakati gani anapata nini. Huenda China alihitaji mazungumzo au huenda China alihitaji makubaliano na Marekani kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa China tayari anafahamu Marekani kasimamia wapi. Anafahamu alipojikwaa, anafahamu uhitaji wake. Hawezi kuingia kwa kupoteza, ataingia kwa kupata zaidi. Yani anaingia kwa kupata zaidi. Kuwa ni lazima unipe zaidi ili nikupe kile ambacho unahisi utakipata wewe. Sasa
Ukija kwenye swala la kuwa kwa nini China labda kamgeuka Iran, no, China hajageuka wala Irani hajabadilika, wala hilo swala haliwezi. Katika kauli zote mbili ambazo zimetoka kuwa lazima mfereji wa Hormuz ubaki wazi, ni kauli ya China ambayo ilizungumzwa kuanzia mwanzo, na ni kauli ya Irani ambayo wanaizungumza kuwa mfereji lazima ubaki wazi. Lakini kauli iliyotoka na imetoka katika sehemu moja, kwa sababu kauli mbili zote zimetoka White House, hakuna kauli iliyotoka upande wa China. Hata tukichukua kuwa hiyo kauli imetoka upande wa China, lakini kauli zote zimesema tu kuwa lazima mfereji wa Hormuz ubaki wazi. Kwani kuachia wazi kama Iran inavyosema, mfereji utabaki wazi, lakini kila kitu kitapita kwa utaratibu. Haki ya umiliki wa mfereji China hajaizungumza, lakini tayari alishaizungumza kipindi cha nyuma huko China kuwa umiliki wa mfereji utabaki kwa wenyewe. China haathiriki na mfereji kumilikiwa na Irani, wala haathiriki mfereji kumilikiwa na wengine, lakini kuna hatari ikiwa mfereji utakuwa upande wa pili ambapo utakuwa control ya wengine. Kwa China wanaweza akasema kwa ni bora mfereji labda ubaki ndani ya Irani, kwa sababu yeye anafanya biashara na Irani na sababu ana agreement ndefu na Irani na wanafaidishana kwa vitu vingi na Irani. Kwa China anaweza kusema kuwa ni bora mfereji ubaki kwenye milki ya Irani. Sasa Irani hajasema mfereji ufungwe, isipokuwa Irani anataka mfereji ufunguliwe, lakini anataka dunia itambue, anataka ulimwengu utambue umiliki wake wa mfereji wa Hormuz. Hata wakati Irani anaanzisha utaratibu wa umiliki wa mfereji wa Hormuz, hakuna comment imeyotolewa na China ya kupinga swala la Irani. Swala la Irani la kutoza fees, yani kutoza meli, China hajalipinga kwa namna yoyote kuwa okay, no, amebaki kimya. Lakini yeye anaamini kuwa ni lazima mfereji ubaki wazi ili dunia iweze kupokea kama kawaida. Yani hakuna kilichobadilika, kwa sababu ni nadharia ile ile kuwa nani aliye block mfereji. Aliyo block mfereji ni Marekani, aliyeenda ku block upande wa pili kwa kuzuia meli ambazo zinafanya makubaliano, kwa sababu ulimwengu tayari 90% ya watumiaji wa ule mfereji wa Hormuz tayari walikisha kubali, wakasema it's okay, kama utapita kwa ajili ya fee tutalipa, hamna shida yoyote, tutalipa na Irani abaki. Lakini alichokataa hilo Marekani, ndio aliyekataa, akasema kuwa haiwezekani Irani apate hivi. Hata pale Marekani alipotaka kujipenyeza, akamwambia Irani kuwa unaonaje basi tubaki sisi tuumiliki huu mfereji wote na tutakuwa tunachukua fee wote. Irani wakakataa, wakamwambia wewe kama nani, kwa sababu hii sio mali yako, inakuhusu wapi? Sisi tuna uhalali na hili eneo, sisi na Omani ambao tuna uhalali kuwa hii ni mali yetu. Sasa vipi wewe unataka kuja kuchukua kodi kwenye nyumba ya baba yetu sisi? Huu ni urithi wetu sisi, wewe utachukuaje kodi hapa? Kwa hiyo wakamkatalia pia. Sasa Marekani na hesabu zao kuwa ni kudhibiti tu uwezo wa Irani wa kufikia malengo kwa sababu Irani atapata pesa nyingi sana, kitu ambacho kimekuwa ni vikwazo kikubwa, kwa sababu wao wamezuia mabilioni ya fedha. Sasa hapa huwezi kuzuia, na fedha itaingia moja kwa moja kwa Irani na itakuwa ni tishio pia kwa upande wa pili ambao kwa wamekuwa wakijaribu kufanya hivyo. Sasa China anaweza akaitumia fursa vizuri sana katika kulitatua swala la Irani, nimezungumza, lakini China hawezi kuilazimisha Irani iende kwenye kile ambacho anakitaka yeye. Sasa ukienda kwenye swala la pili, acha hiyo Hormuz, swala la pili la nyuklia, niliwahi kuzungumza hili swala miaka 2-3 iliyopita. Niliwahi kulizungumza, nakumbuka hili swala kwenye uchambuzi wangu, japo sijui kama ulikuwa YouTube au wakati nilikuwa media tu au vilikuwa vipi, lakini nimewahi kulizungumza hili swala na nikawaambia kabisa pale itapofikia Irani kumiliki nyuklia, sio China, sio Urusi hawatokubali. Yani Urusi hawezi kukubali Irani amiliki nyuklia ya silaha, ieleweke. Nyuklia ya silaha hawezi kukubali. Watu wakwambia mbona vinu vya nyuklia vilivyopo Irani pia vinu vingine vinaendeshwa na Urusi ndio anavisimamia? No, kuna tofauti. Kuna nyuklia ambayo itamilikiwa katika matumizi salama. Mambo mengi, nyuklia inafanya kazi nyingi, kuzalisha umeme, kufanya Ukraine ana vinu vya nyuklia vingi tu, 3 sijui 4 ambao vikubwa, kikiwemo kinu cha wanachokigombea Zaporizhia, kipo Chernobyl ambacho kilishafungwa baada ya uvujaji wake. Kuna vinu kadhaa vya nyuklia na nchi nyingi duniani zina vinu vya nyuklia ambao kwa ajili ya matumizi salama, iwe umeme, iwe wengine wanatengeneza kwa ajili ya mbolea, kwa matibabu na vitu vingi unaweza kutumia. Kwa hiyo ni nyuklia na sehemu nyingi hayo vinakuwepo. Sasa ni tofauti kile nyuklia iliyowekezwa na Urusi ndani ya Irani, si hii nyuklia ambayo inakwenda kwa ajili ya silaha. Na Irani hawezi kumshirikisha Urusi kwenye nyuklia yake ambayo itakuwa inaashiria nyuklia kwenda kwenye silaha. Hawezi kumshirikisha, hilo lielewe. Na nimeshaeleza mara kadhaa kuhusu hili. Hawezi, yani kuna sehemu wakati mfano, takupa mfano kwa kitu kimoja, kuwa wakati Trump anaelekea Marekani,
siku moja kabla, karibu vyombo vya habari kadhaa vya Marekani vimeandika kuwa Uchina inakusudia kuipa silaha zingine Irani ili iweze kupambana na Marekani. Halafu vyombo vimeandika kuwa China alitoa silaha nyingi kumpa Irani katika mgogoro huu. Na hata Donald Trump aliwahi kuropoka hapa kipindi cha nyuma akasema kuwa walikuwa wamezuilia meli moja ambayo anasema ile meli ilikuwa inapeleka zawadi kutoka China kwenda Irani, ilikuwa inawapeleka zawadi, kusema kama silaha. Baadaye China wakakosoa kauli ya Donald Trump. Baadaye wasema kuwa China alikuwa ametoa silaha kumpa Irani, lakini hakuna uthibitisho wowote wa mabaki yoyote ya silaha yoyote ya Irani iliyotumika ambayo inaonyesha kuwa hii silaha ni brandi iliyotengenezwa kutoka China. Hakuna uthibitisho wowote. Sasa ile ni huwa ninawaambia ni kuwa Western wakiwa wanapigana na wewe wanapigana jumla. Yani wanakuja wamejaa jumla. Kwa hiyo usipokuwa makini wanapigana wao, silaha, mabomu, media, kila kitu wanapigana nacho kwa pamoja. Hii ndio aina ya silaha ambazo wao hupigana nazo, mpaka vyombo vyao vya habari. Kwa hiyo vile vyombo vya habari vilivyoandika hilo swala lilikuwa ni kuipressure China ili ije ikubaliani na baadhi ya madai ya Marekani katika hili swala. Ndio basi ilikuwa ni pressure, tunaipressure. Kwa hiyo hii pressure ni kuipa China pressure ili China aweze kushuka. Lakini hii ni katika vita ambayo China anaifahamu vizuri kabisa. Niko kwenye vita gani na hao watu nawafahamu aina ya vita zao zilivyo. Kwa hiyo sidhani kama China anaweza akalegea kwa hili. Kwa hiyo ukirudi kwenye swala la kile nimekisema kuwa umiliki wa nyuklia, hata Pakistani wakati wanatengeneza nyuklia yao hakuna nchi ya magharibi walijaribu kuishirikisha kwenye kipindi cha kutengeneza silaha zao, hawawezi kushirikisha. Na China, Urusi ni nchi ambazo haziwezi kukubaliana kuwa Irani kumiliki nyuklia. Hawawezi wakakubaliana licha ya ushirika wao wa BRICS na kwingine kote. Hawawezi wakakubali hilo swala liende. Kwa hiyo Irani wanafahamu, na ndio maana mara kadhaa huwa ninawaambia kuwa Irani ana marafiki anaowafahamu, ana maadui anaowafahamu, ana marafiki anaoishi nao na amewachorea mstari kuwa huyu ni rafiki yangu, atakuja hapa mpaka hapa, akifika hapa ni mwisho, siwezi kumshirikisha kwenda zaidi ya hapa. Hiyo iko wazi. Hizi nchi kubwa wewe zitazame tu hivi tu kuwa hizi ni nchi kubwa, lakini si kukaa kuwa ukajiaminisha kuwa niko nyuma ya nchi fulani ndio niko salama. Leo hii Venezuela wameachwa, mbona? Leo hii Syria wako wapi? Mbona wameachwa? Mbona walikuwa na mikataba bora sana na hao washirika wengine? Lakini hata Marekani amekuwa na ushirika na nchi zingine ambazo kuwa ameshindwa kuendelea kubaki nazo. Zinatoka moja kwa moja kwenye ushirika wake na nchi zinahamia upande wa pili na kila kitu kinakufa na hayo mambo yanaondoka moja kwa moja. Inakwisha na hicho kitu kinakwenda kwenye upande wa pili na kila kitu kinapotea. Kwa hiyo iko hivyo kuwa swala la nyuklia hakuna, lakini Irani mara zote wamezungumza kwenye swala la nyuklia. Wamesema kuwa wao hawana shida na nyuklia kombora. Wao nyuklia yao ni ya amani. Hiyo wanaizungumza. Kwa hiyo ukichukua kauli zilizotolewa na Marekani ambazo zimetoka zaidi White House, na ukichukua kauli iliyotolewa na White House zote mbili kuwa lazima mfereji wa Hormuz uwe wazi, ni lazima uwe wazi, na ndio kauli ambayo imetolewa na Irani. Hata Irani wanataka mfereji uwe wazi na ndio wamezungumza hivyo. Aliye block nani anajulikana, aliye block. Ukienda kwenye kauli ya pili kuwa lazima hawatakuwa na nyuklia, na Irani watakupigia mstari hivyo wakwambie kuwa sisi hakuna sehemu tumesema kuwa tunataka kumiliki nyuklia wala hatuhitaji kuwa na nyuklia. Kwa hiyo wanabaki pale kubaki tu kwa wao wenyewe hawataki hicho kitu kinaitwa nyuklia. Sasa ukikaa ukaanza kusikiliza hivi vyombo vya habari hasa vinavyomilikiwa na magharibi wanapozungumzia kwenye hili swala, jinsi wanavyoliripoti na jinsi wanavyokata yale maneno wanayaleta, yani wanakupa tafsiri na nadharia ambayo inakuja kichwani kwako ambayo inasoma kuwa ushindi. Yani kuwa ni kama wanataka kuonyesha kuwa kama Irani unaamini Irani alikuwa karibu na China, basi hata China wamemgeuka. Kama unadhani hawa ni washirika wake, hapana, hawa wanakuwa ni washirika wetu wa upande wa pili wa Marekani, katika nadharia wanaokupeleka. Lakini ukweli wala si huo ambao wao wanataka kujaribu kuaminisha, na ndio maana wamekuwa wakipasha hizi habari. Kwa sababu kama hili swala la White House kutupa taarifa, kwani wametupa taarifa ngapi ambazo sio za ukweli? Hebu anza kurudi kwenye huu mgogoro. Taarifa zilizotolewa na White House ni mara ngapi wamezitoa taarifa ambazo sio za ukweli? Yani wanazungumza taarifa ambayo haukusikia na haipo, kwa sababu hata haya wanaoyatoa ni yale mazungumzo yameyofanyika ndani, lakini wanaamua kuyatoa kuwa hii tumezungumza na hili liko hivi, lakini kiuhalisia ni vitu ambavyo viko wazi.
wala havihitaji ushindi kusema kuwa hilo ni swala la ushindi. Na ndio maana unaona kuwa hata Irani hawakujibu chochote wala hawajatoa comment yoyote kwenye hili swala kuonyesha kabla labda wanapingana na kauli kwa nini China kawageuka, kwa sababu hata wao wakizungumza kuhusu nuclear wanasema lini tulisema tunataka nuclear. Watakwambia sisi hatujai kusema kama tunataka kumiliki nuclear. Ukisema kuwa Hormuz sijui kwa nini imefungwa Hormuz, watakwambia yes, Hormuz haijafungwa, sisi wenyewe tunataka Hormuz ifunguliwe. Nani aliyefunga Hormuz? Watakwambia vile vile sisi tunachokizungumza ni kauli zetu kuwa Hormuz inabaki kwenye udhibiti wa nani. Hilo ndio ingekuwa kungena comment ya Uchina kuwa haiwezekani Irani kuimiliki Hormuz na Hormuz irudi katika hali yake ya awali, basi hapo tungekuwa na mjadala na wao upande wa pili labda wangeamua kututangazia kuwa sasa huu ni ushindi. Lakini hakuna comment na kauli inaozungumza hivyo. Sasa huu ushindi wa kuhisi kuwa kauli hizi zinatoa ushindi upande mmoja zimetoka wapi? Au unafikirika katika engo gani? Yani unaweza ukaliwaza hili na kulifikiria katika engo gani na muktadha gani? Rahby Digital, haki na ukweli.